kwa mujibu wa katiba ibara ya 27, viongozi, bodi ya wakurugenzi ina tafsiri mbili. Kuna bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club na kuna bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited. Sasa hapa ni lazima tuwe specific. Tunaizungumzia bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club ambayo ipo kwa mujibu wa ibara ya 27, au naizungumzia bodi ya Simba Sports Club Company Limited ambayo ilishafunjwa na ilishafutwa kwa sababu Mo Holding Company Limited na Simba Holding Company Limited na Mo Simba, ile MOU yake ilivunjwa kwa sababu kwa mujibu wa katiba ya 2026 imetengua na kurudisha nguvu ya bodi ya wadhamini kwa sababu alihitaji kusajili taasisi mpya ya Simba Holding Company Limited kusimamiwa, wakati tayari ile ni entity ambayo tayari body of trustees tayari ni entity ambayo inatambulika kwa mujibu wa kisheria ya kuweza kusimamia. Sawa, nadhani kinachozungumzwa hapo ni bodi ya wakurugenzi ya Simba ambayo aliyekuwa anasimamia kwenye bodi ya wakurugenzi ya Simba alikuwa ni kwa upande wa mwekezaji ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Pengine unaweza kutufafanulia hiyo, kama bado inafanya kazi hiyo bodi ya wakurugenzi kutoka kwa mwekezaji, ina tafsiri gani? Haya maswala tulishasema sana. Sasa kwa sababu katiba haijawafikia wanachama, na hiyo katiba wanachama hawana, na nafikiri pia wewe pia hauna. Kwa hiyo ni vizuri tupate katiba ya Simba 2000 toleo la Simba Sports toleo la 2026. Kwa hiyo hayo ambayo yatakuwa yameelezwa kutokana na maboresho tutaweza kuanzia hapo, kwa sababu itatupa mwongozo wa nini kifanyike. Kwa hiyo kumbe ni swala la uongozi uliopo madarakani uwape wanachama wa klabu ya Simba katiba ili waisome na waielewe, wajue kinachohitajika ni kitu gani, wasiwe gizani. Na ndio wajibu wetu sisi wanachama wa Simba kupatiwa katiba na kuielewa, kwa sababu toka ule mkutano uliofanyika mwaka jana ukafanya hayo maboresho. Maana yake sasa kwa taratibu ya katiba ya Simba, maana yake kwa taratibu ya mujibu wa katiba ya Simba ni wajibu wao kuturudishia, ikiwa kama ni rasimu ama ikiwa kama ni katiba ambayo ishatolewa. Kwa hiyo tunawaomba viongozi wa Simba Sports Club kwa nafasi yao wanatakiwa watekeleze matakwa ya katiba. Katiba kama imepitishwa, maana yake warudishe kwenye matawi ili wanachama waweze kupata katiba na kuzielewa na kujiandaa, kwa sababu kama tunapoelekea tunazungumzia wawekezaji watatu, ni vizuri tukawa na awareness. Na la pili linazungumzia mwenyekiti wa wanachama ndio kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, pia hiyo itusaidie na kujua kwamba bodi ya wadhamini imerudishwa kwenye katiba ambayo iliondolewa. Kwa hiyo pia ni kutambua na wajibu wa majukumu ya bodi ya wadhamini ambao ni registered trustees. Kwa hiyo kuna mikataba ambayo inahusisha direct upande wa registered trustee na kuna mikataba ambayo inahusisha masuala ya mkutano mkuu. Kwa hiyo hayo yote tunatakiwa tuyaelewe, na pia kutambua mkutano mkuu ndio chombo chenye mamlaka pekee ya taasisi ya Simba, ambayo hicho kitu pia kifungu hicho kiliondolewa, kiliipa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club Company Limited. Kwa hiyo tunaamini kwamba kwa sababu kulitokea na utulivu toka katiba ilivyotolewa kutoka ofisi ya msajili, kulikuwa na utulivu ambao ulisababisha nafikiri kurudisha imani ya wanasimba, kwa sababu imani ya wanasimba ilipotea, na nafikiri imani ya wanasimba imerudi na imeweza kusaidia ile nguvu moja ya umoja ambao umeonyeshwa na wanasimba. Tunawashukuru viongozi kwa utulivu wao, na shukrani hii naipeleka kwa mwenyekiti wa Simba Sports Club Murtaza Mangungu, na shukrani hii pia naipeleka kwa wajumbe wa bodi ambao walishiriki, na shukrani hii naipeleka kwa wanachama na matawi ambao wamejitoa, na shukrani hii naipeleka kwa mafansi wa Simba na wadau ambao wameipa
tumesapoti Simba mpaka tumerudisha imani yetu ndani ya Simba kwa kupitia nguvu moja. Kwa hiyo tunaamini kwa kutumia nguvu moja hii ambayo tumeionyesha, kama tutapata utulivu wa kuifuata katiba, kama viongozi walivyoshirikiana na wajumbe mbalimbali na viongozi wa matawi na wanachama katika kurudisha heshima na kuipa Simba mpaka imepata nafasi ya kuwa bingwa wa Federation. Kwa hiyo tunasema Simba Sports Club nguvu moja. Tunaomba ushirikiano huo kwa wana Simba. Tunaamini kwamba kama tutaendelea kuifuata katiba na hayo yote, ina maana tutarudisha imani zaidi na tutarudisha ushindi kama ilivyokuwa Simba nguvu moja. Ungependa haya mambo yatokee kabla ya uchaguzi au? Hili ni Mkwabi huyo, katibu wa zamani wa Board of Trustees wa Simba Sports.